Maneno yangu machache nitakayoyasema, kwanza kabisa nitakuwa na maneno yanayosema kwamba simu yako kabla ya kifo chako. Simu yako kabla ya kifo chako. Sasa unapaswa uangalie, kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Kwani simu yako ina nini kabla ya hicho kifo chako? Mpenzi mtazamaji, dunia tulionayo sasa ni dunia tunasema ya kidigitali. Leo dunia imekuwa mkononi, manake kila kitu kiko katika mkono wako. Kwa hiyo simu yako ambayo leo ndio imekuwa kila kitu. Simu yako leo inaweza ikawa ni sehemu ya ofisi yako. Manake leo kuna watu ambao simu zao ndio ofisi zao. Leo hata mimi juzi kulikuwa na mtu mmoja kutoka katika ardhi ya Kenya katika jiji la Nairobi. Alikuwa anasafiri kuelekea sehemu moja inaitwa Kisii. Sasa aliweza kusikia ni mfuatiliaji mzuri sana wa jukwaa la Dr. Sheikh Yusuf Diwani. Katika kule kufuatilia aliweza kusikia Dr. Sheikh Yusuf Diwani akizungumzia dawa yake moja hivi inaitwa mkono wa Idi. Sasa baada ya kusikia aliweza kutafuta mawasiliano, kwa sababu ni mtu ambaye pia ananifahamu. Akaweza kunipigia simu na kuweza kutaka kuijua namna gani anaweza kuipata huo mkono wa Idi ili na yeye mambo yakawe mazuri. Na tutaeleza dakika zetu za mwisho mkono wa Idi ni nini, ili uweze kufahamu kwamba mkono wa Idi una maajabu makubwa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa pointi yangu ni nini hapa? Yule bwana aliweza kujua atapataje mkono wa Idi, na akaweza kupigiwa picha na akapiga video call, tukaweza kuonana, nikamweza kumuunganisha na Sheikh Yusuf Diwani, hatimaye akaweza kupata mawasiliano naye na akaweza kutumiwa huo mkono wa Idi na ukamfikia kule alipo. Ina maana kwa kifupi tu kwamba hapa kilichofanyika ni simu. Simu yako kabla ya kifo chako. Sasa hii simu yako unaweza ukaitumia vizuri, maana yake itakupa manufaa. Na endapo simu yako ukiitumia vibaya, basi baada ya kifo chako simu yako inaweza ikasababisha mauaji mengine utakapokuwa umetangulia mbele ya haki. Kivipi? Ndugu zangu, leo tuna simu hizi tunazitumia, kila moja ana simu yake na ubora wake na aina yake na kampuni ambayo ameipenda yeye mwenyewe na ukubwa wa simu yake. Leo inafikia wakati kuna watu atakapokuwa tu ametangazwa, taarifa imetoka, bwana fulani bini fulani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maanake hatuko naye sasa. Sasa ile simu, siku zote unapokuwa mimi na wewe tumetangulia mbele ya haki, simu zetu huwa wanakabidhiwa wale ambao wengine wanakuwa ni warithi sasa, kwa sababu wewe haupo tena ndugu yangu, ushatangulia mbele ya haki, maanake simu yako anayo mrithi wako. Sasa inategemea yule ambaye atakayekuwa nayo hiyo simu yako. Inawezekana kuna wengine baada ya kuwa tumeshaondoka simu zetu wanakabidhiwa wake zetu. Kuna wengine tunapokuwa tumetangulia mbele ya haki simu zetu wanakabidhiwa baba zetu. Inawezekana wengine tumetangulia mbele ya haki simu yako akakabidhiwa mama yako ama yoyote yule ambaye akawa anakuhusu katika hiyo simu yako. Sasa kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Je, simu yako wewe ina nini? Ina vitu gani ambavyo umeviweka ndani yake ili utakapokufa isije ikawa tena ni majanga mengine yakapelekea umauti kwa watu wengine au fadhaha na taharuki kwa watu wengine. Leo kuna watu simu zao wanazitumia visivyo. Leo kuna watu simu zao ndio wamekuwa maadimini kwenye magrupu ya ngono. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hebu fikiria sasa, wewe ndugu yangu ambaye unamiliki simu yako, alafu wewe ndiye admini kwenye grupu la ngono. Imetokea sasa umeshatangulia mbele ya haki, simu yako aidha amekabidhiwa mama yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa baba yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa mke wako au mwanao. Ndiye anakuta sasa
simu yako kumbe wewe ndiye admini. Tena wanauliza leo, admini, mbona leo hujatuma picha nzuri, alafu fulani mbona ametuma video mbaya? Yani wanakuambia admini fulani hajatuma picha nzuri, ina maana unatakiwa wewe sasa utoe mwongozo kama admini ili ziweze kutumwa picha chafu kwenye hiyo grupu mliloko nalo. Sasa ndiyo mzazi wako anaangalia au mke wako anaangalia, anajiuliza kumbe mwanangu au mume wangu ndiye admini kwenye hili group. Simu yako kabla ya kifo chako, iangalie ina nini simu yako. Lakini leo simu zetu kuna watu unakuta yeye kumbe mawasiliano yake, Allahu Akbar, inna lillahi. Kuna mtu unakuta simu yake yeye ndio kaijaza wanawake ambao si halali yake, hawafanyi biashara, si watu ambao ni watu wake ambao labda wenyewe watu wa mjini wanasema kwamba ana michepuko yake. Sasa hiyo michepuko ni mingi sana kiasi kwamba kuna ambaye labda tayari ashakuwa na ujauzito wake, kuna ambaye tayari katika kashamwahidi kwamba kuna pesa atamtumia baadaye. Alafu kila mmoja ana malalamiko yake. Ndio inafika wakati sasa wewe umetangulia mbele ya haki, simu yako amekabidhiwa mke wako, sasa wale michepuko ndio wanaanza kudai matumizi. Balali inatokea kwa huyu mwanamke, badala ya kulilia kifo cha mume wake anaanza kulia tena kuhusu huu mchepuko ambao umepiga simu kwa wakati huu. Simu yako kabla ya kifo chako. Lakini si hilo tu, kuna wengine imefikia wakati zile simu zao wao ndio wana uhusiano na wale wanaita mashoga. Inna lillahi, yani wewe ndio ambaye una mashoga umewajaza kwenye simu yako. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani wewe ndio unafanya machafu. Tena wewe inawezekana ndio umekuwa unawaconnect na wanaume ili wakafanye machafu wanaume kwa wanaume kupitia hiyo simu yako. Sasa inafikia wakati ndugu yangu umeshakufa, umetangulia mbele ya haki. Ile simu yako kakabidhiwa mama yako, au hiyo simu yako amekabidhiwa mke wako, ndiye anakuta sasa mume wangu kumbe yeye ndiye aliyekuwa anafanya mapenzi ya jinsia moja na wanaume wenzake. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anakuta mke wako au anakuta baba yako au anakuta mama yako kwamba ile simu yako ndio mashoga sasa wanapiga simu na kuanza kukuulizia uko wapi. Kumbe tayari umetangulia mbele ya haki, unaacha huku majonzi mengine, unaweza ukaacha msiba mwingine. Simu yako kabla ya kifo chako, je, itakuwa itakapokuwa imewachwa simu yako itakuwa na mazuri yapi? Lakini lingine katika kumalizia, simu yako kabla ya kifo chako inapaswa uichunge, uiangalie ina nini simu yako kabla umauti hauja kufika. Lingine leo unakuta simu za watu, ikiwa ni mwanamke, dada yangu, mama yangu, saa nyingine umebahatika Mwenyezi Mungu amekuruzuku uko kwenye ndoa, au hata kama bado hujajaliwa kuwa kwenye ndoa. Je, hiyo simu yako wakati utakapokuwa umetangulia mbele ya haki, hiyo simu yako yule atakayekabidhiwa haiwezi ikawa ni sababu ya kumpelekea yeye kutengeneza majonzi mengine, au hata ikapelekea umauti kwake. Kwa sababu leo fikiria, umetangulia mbele ya haki, simu yako anakabidhiwa mume wako kwa sababu na huzuni. Simu yako sasa mume wako anakabidhiwa, mke wangu ametangulia mbele ya haki, analia. Sasa hii simu anapoishukua, mara ghafla inapigwa, wanaopiga ni wanaume, tena si chini ya wanaume wengi wanapiga simu, wanaanza kulia, baby utakuja saa ngapi? Baby uko wapi sasa hivi? Huyu anayepiga sema baby nishakutumia hela, yani nauli nishatuma. Kila mmoja mbaya zaidi, kumbe dada yangu wewe ulikuwa unafanya kazi ya kujiuza. Yani wenyewe uruga wanaoitumia sasa hivi wanasema alikuwa anadanga. Inna lillahi. Maana sasa hivi mtihani Sheikh Yusufu, sasa hivi kuna mitihani mingi sana. Yani leo duniani lugha zinachipuka kama uyoga. Lugha ziko nyingi, wanazitumia alimradi hata kama jambo halifai kulinogesha, kulitengeneza lionekane linafaa katika jamii, kumbe saa nyingine jambo lenyewe halifai. Kwa hiyo wataitana majina mengi ili kuonekana kwamba lile jambo labda ni halali, kumbe saa nyingine jambo lenyewe sio halali. Kwa hiyo yale majina yatakuwa yanaitwa, kumbe mume wako anashtuka, mke wangu alikuwa akifanya kazi ya kujiuza.
mke wangu mimi nilikuwa namwamini, mke wangu ilikuwa hivi, au ni baba yako ama ni mama yako au ndugu yako, atajiuliza kumbe fulani alikuwa hivi. Ndugu zangu, simu zetu kabla ya vifo vyetu, simu yako kabla ya kifo chako. Hebu ikague simu yako kwamba ikitokea hapo ulipo na nitazama muda huu kupitia jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusuf Diwani, hebu jiulize kwamba ikitokea sasa umetangulia mbele ya haki, vipi itakuwa simu yako, wale watakaokuwa wamekabidhiwa, itakuwa ina nini? Hebu tutarajie kwamba simu zetu basi ziwe zinapokea maneno mazuri, simu zetu ziwe zinapigwa ni kwa ajili ya tukuuliza, iwe ni kwa wema, iwe ni mambo mazuri. Isifikie wakati mpaka zile simu zetu wale waliokabidhiwa wazizime kwa sababu ya yale yatakayokuwa yanajiri baada ya kuwa tumepokea au tumewaachia zile simu zetu. Kwa hiyo mwisho niseme ta Mwenyezi Mungu atujalie, abadilishe nafsi zetu. Amen. Na tutengenezee wepesi katika yale ambayo kwetu ni mazito, kwa sababu yeye ndiye anaweza kubadilisha yaliyoko katika nafsi zetu. Amen. Lakini pia katika kumaliza kwa dakika zangu chache, wanasema wanachuoni, maana hapa niko na vigogo na mimi kama nilivyosema sistahili hata kushika gidamu ya viatu vyao. Ninapopewa fursa hii ya kusema huwa namwomba Mwenyezi Mungu anijalie kile nitakachokisema kitufae hapa duniani na kesho tunakoelekea. Lakini pia nikukumbushe, nilizungumza hapa katika nukta yangu moja katika kumalizia kuhusu kuna zawadi. Shekhe, naiomba hiyo zawadi. Nilieleza hapa watu, kuna bwana mmoja yeye huyu anatoka Nairobi. Na kama nilivyoeleza katika nukta yangu ya awali, aliweza kuwa na ndugu yake mmoja ambaye yeye aliweza katika safari zake aliipata huu mkono wa Idi. Baada ya kupata huu mkono wa Idi, hii ni dawa maalum ambayo imefanyiwa tafiti. Lakini pia katika sio tafiti tu peke yake, unaweza ukafanya tafiti afu kaziache hizo tafiti zenyewe. Unapofanya tafiti lazima uprove kwamba ile tafiti niliyoifanya matokeo yake ni haya. Sasa baada ya kuwa Dr. Sheikh Yusuf Diwani ambaye nimesema ni mwanachuoni, sina yani nikisema tuanze kuelezea historia na matukio yaliyojili, hatuwezi kumaliza kwa yale ambayo yameweza kutokea, kwa yale ambayo ameyafanya. Lakini itoshe kusema kwamba katika tafiti ambazo ameweza kuzifanya na kupruvu kwamba baadhi ya mimea, baadhi ya miti ambayo ikiandaliwa kwa ufasaha, kwa elimu ya hali ya aina yake, basi huwa inaleta matokeo makubwa kabisa kabisa. Miongoni ni hii dawa maalum kabisa ya mkono wa Idi, ambayo dawa hii kiukweli yule bwana anasimulia, anasema ni ndugu yake ambaye nisema ni rafiki yake. Unajua kuna urafiki unasema unafikia pakani na kuwa ni ndugu, ambaye yeye huyu baada ya kuwa aliipata sasa, yeye alipoweza kuitumia iliweza kumpa matokeo makubwa, ndipo aliweza kutafuta mawasiliano kwangu, hatimaye nikamuunganisha na Sheikh Dr. Sheikh Yusuf Diwani, akaweza kuipata hiyo mkono wa Idi ambao leo mashallah na mimi shekhe leo mimi siachi. Maana mkono wa Idi una habari nzito. Ndugu yangu, huu mkono wa Idi wewe ambaye hujawahi kuipata, endapo utakapokuwa umeipata na ukaitumia, mimi naamini kwanza utajuta kwa kuichukua chache na utajuta kwa kuikosa. Yani kuna mmoja atajuta kwa nini nisijaipata, na mwingine atajuta kwa nini nimechukua chache. Atatamani achukue, kwa sababu kwanza unapoitumia inakwenda kurekebisha mambo mengi sana katika mwili wako. Kwa sababu kuna watu ambao leo wana matatizo mengi katika masuala ya kuelekea lile jambo la chakula cha usiku. Na wengi tumekuwa sasa hivi ni madhaifu katika hilo. Lakini dawa zipo, isipokuwa ni nani anayekupatia dawa. Unajua tatizo Dr. Sheikh Yusuf Diwani, shida si dawa. Maana dawa mtu anaweza akachuma miti. Sasa kuna mwingine anaweza kwambia sio chuma mti, sio ukachume. Maana tatizo sio kuchuma mti tu, unaweza kaujua mti huu, lakini process zake kuandaa kwake, kwanza kukijua kitu. Ukisha kifahamu kitu unakiandaa pia kwa vipimo maalum na kwa taratibu maalum ili iweze kuwa dawa. Sasa huu mkono wa Idi umeandaliwa kwa taratibu maalum na kwenda kwa sababu maalum na kwa matatizo maalum, na hii ni kwa watu maalum. Kwa hiyo nasema mkono wa Idi
imeandaliwa kwa taratibu maalum na ni kwa watu maalum, na kwa wewe utakayekwenda kuichukua utakuwa ni mtu maalum vile vile. Nasema mkono wa Idi ni habari kubwa mno, na wengi matokeo wameyaona. Kuna watu walikuwa hawawezi kupata uzazi, ilikuwa inafikia wakati yani hata kile swala la tendo la ndoa kwake ni mtihani. Kuna watu shekhe, wallahi akisafiri zile safari tunaposema zile safari, maanake kuna watu watakuwa wamenielewa zaidi kuliko hata ikiwa wewe hujalielewa, maanake sio lako alikuhusu. Wale ambao linawahusu hao ndio la kwao. Sasa kuna watu safari zao ni ngumu shekhe. Safari ni ngumu shekhe, safari ni ngumu. Kuna mtu anakaa sebleni, anakaa anasubiri tu pale sebleni, kakaa tu bana, huku tayari huku asema subiri kwanza. Unasubiri nini? Unachokisubiria ni nini? Wewe kila wakati una TV, kila wakati una simu yako. Weka simu kando, ukitumia mkono wa Idi, mimi nakwambia mwenyewe utakuja na kibao umekiandika pale, heshima imerudi. Ya salam. Unakaa unasubiri nini? Unakaa sebleni, unasubiri kitu gani sebleni hapa? Toka sebleni, sio pahala pako. Naam. Pahala pako huko chumbani. Sehemu maalum chumbani. Naam, ndio sehemu yako natakiwa ukae. Ili mkono wa Idi uwe mkono wa Idi kweli. Lakini sasa kuna wengine shekhe, mambo sio mazuri, ndio maana anakaa sebleni. Sasa ndio maana tunawaambia ikiwa mambo sio mazuri, tuna mkono wa Idi. Unasubiri nini? Alafu hili jambo Sheikh Yusuf Diwani, unajua kwanza sio jambo la aibu. Sahihi. Unajua kuna mwingine anaweza akapiga simu. Halo. Siku moja nilikuwa nakumbuka, ulikuwa kuna mtu mmoja unazungumza naye anakupa anataka mkono wa Idi. Sasa ile ongea yake alikuwa anaona aibu. Mimi nikwambie wewe usione aibu. Ukipiga simu kwa Dr. Sheikh Yusuf Diwani, funguka. Mwambie Dr. Sheikh Yusuf Diwani, nataka mkono wa Idi. Mambo sio mazuri, nakaa sebleni sana. Mambo ya kuvizia kukaa sebleni hapa sio mazuri. Unakaaje sebleni? Nini? Chumbani. Wewe nenda chukua mkono wa Idi kadhaa, weka pale, piga mkono wa Idi. Baada ya kupiga mkono wa Idi, alafu nenda, baada ya kutoka chumbani, shukrani utaleta mara ya pili kwa Dr. Sheikh Yusuf Diwani. Hivi si vitu vya kubahatisha, kwa sababu ni vitu vinafanywa kwa maarifa, kwa utaratibu, na vile vile tunamwachia sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ambaye anapotaka jambo lake basi usema kuwa na likawa. Hakuna kinachoshindikana, tafuta sababu. Mwenyezi Mungu anasema amejalia kila kitu kiwe na sababu. Kwa hilo jambo lako ulilonalo, matatizo ulionayo, siji uwezi, ukisafiri kidogo mara umeshafika hapa, gari ishazima, mnashuka mnaanza kusukuma gari. Kuna abiria wengine ni wakorofi, watasukuma mara ya kwanza ataona shida, mara ya pili. Wakubwa mnanielewa naposema kusukuma gari, mnakuwa ni mtihani. Kwa hiyo mimi nikwambie, usikose mkono wa Idi. Na unajua Sheikh pia kwenye msafara wa mamba na kenge wapo. Maana kuna mikono inaweza katokea mingine lakini sio ya Idi. Tunazungumza mkono wa Idi. Yaani hakikisha unapata mkono wa Idi. Mkono wa Idi. Unajua mikono Sheikh iko mingi. Huu sio mkono wa Joni wala huu ni mkono wa Idi. Yaani hii inaitwa mkono wa Idi. Ukimpigia Sheikh Dr. Sheikh Yusuf Diwani, mwambie Sheikh, yani mkono wa Idi. Alafu utakuja upruvu mwenyewe kwamba hiki tunachokisema ni kweli, kwa sababu ni vitu vimefanywa kwa ufasaha, vitu vimefanywa kwa taratibu. Na tukienda tuamue kuchambua, kuna mti mmoja Shekhe ulikuwa ukiuelezea ambao miongoni mwa miti iliyochanganywa katika huu mkono wa Idi. Sasa kuna bwana mmoja, yeye tulikutana naye sehemu fulani hivi, ni msomi sana. Yule bwana alikuwa anachambua mti miongoni mwa miti. Mwenyezi Mungu akijalia wakati mwingine nadhani utakuja kuwaelezea mti mmoja mmoja. Anasema miongoni mwa mti uliowekwa ndani yake, yani product yake, anasema huu mti wenyewe una balaa zito. Kwanza unapoitumia, unajua kuna wengine Shekhe waoga wa dawa chungu. Unajua kuna mwingine kidume lakini ni muoga. Akisikia unasikia chungu au tamu. Sasa hii sio chungu wala sio tamu. Yaani ni dawa, sio chungu wala sio tamu, ila ni dawa. Simeleka vizuri. Yaani sio chungu wala sio tamu, ila ni dawa. Mkono wa Idi. Unaona? Kwa hiyo katika maandalizi yake na jinsi ambavyo imeweza kufanya ufanisi mkubwa katika utendaji kazi wake, mimi naamini watu wengi itawafaa biidhnillah. Na hata vile vile mama zetu, dada zetu,
hii pia inawafaa sana, kwa sababu kuna wengine pia kina baba wanaweza wakawa tunawalaumu lakini kuna wengine pia mama zetu nao dada zetu na wenyewe kidogo wana mtihani, hahisi yani hahisi chochote, anaamua tu akaushe tu pale, na wewe mkono wa Idi unakufaa. Sasa mkibahatika mkapiga wote mkono wa Idi, yallah, umo ndani alhamdulillah, alhamdulillah. Kuna uwezekano hata watoto kusafirishwa likizo ya dharura, kwa sababu ndani patakuwa ni furaha na mnaweza mkajihisi ndoa yenu ndo kwanza mmeoana leo kwa sababu ya mkono wa Idi. Kwa jitahidi kwa mawasiliano zaidi, muone mwenyewe, pigie moja kwa moja Dr. Sheikh Yusuf Diwani. Alhamdulillah atakupa mengi makubwa yaliyopo ndani ya mkono wa Idi, na alhamdulillah mimi kama nilivyosema, yule ndugu yetu ambaye aliipata mpaka sasa anafurahia, na Mwenyezi Mungu amemjalia shekhe, sasa hivi ana mtoto. Alhamdulillah, ana mtoto. Allah amejalia kila kitu kina sababu. Kwa hiyo ndugu yangu, na wewe tafuta sababu, na sababu inawezekana nikawa ni hii ndio Mwenyezi Mungu amekadiria. Kwa hiyo unaweza kuipata haya. Baada ya kuyasema hayo machache, mimi niseme tu kwamba nishukuru sana kupewa nafasi hii katika jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusuf Diwani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amweke na ampe afya na amjalie umri mrefu wenye manufaa. Kiukweli tunapata elimu kubwa sana, na hii elimu Sheikh Yusuf Diwani wenyewe tunajivunia. Mimi huwa siishi kupita na kuangalia kwamba nini leo kimesemwa. Unajua wanachuoni sasa wanaondoka, na wengi wanaobaki sasa hivi ndio ujinga unakithiri, na wajinga wengi ndio wanaaminiwa katika jamii sasa hivi inayotuzunguka. Yani wajinga ndio wanaonekana wanajua, lakini wale wanaojua hawapewi nafasi ili waweze kufanya yale wanayoyajua. Mwenyezi Mungu atujalie watu tusome tuweze kufahamu na tuweze kujua kwamba hivi vitu vinawezekana. Mwenyezi Mungu ajalie wakaribisha wageni wengine walio bora, maadamu watakuja kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Allah atatulipa kila la kheri hapa duniani na kesho akhera. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu akijalia nitakuja kueleza historia yangu ya kusilimu kwangu. Ilikuwaje nikasilimu, sababu ni kuna mtu mmoja aliuliza, labda wewe umesilimu kwa sababu ya, wengi unajua shekhe wanasema labda kasilimu kwa sababu ya mwanamke wa Kiislamu. Wengi wanadai hivyo. Hapana, mimi nilisilimu baada ya kuijua haki. Kuijua haki, nikaijua Uislamu ndio dini ya kweli, dini ya manabii wote. Nikafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa na hana anayefanana naye hata mmoja. Baada ya kulitambua hilo kwa ushahidi, si kwa kubahatisha. Maana shekhe, ukiona leo Mkuria amekuwa Muislamu pia ujue ni dalili ya kiyama. Leo ukiona Murayekio kugamba narinda gotebiga Mkuria kasilimu kawa Muislamu na anahubiri hapa dini ya Mungu, basi ujue pia kiyama kimetukaribia. Mimi nimezaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda. Sasa ukiona leo Mkuria akawa Muislamu, shekhe, mtihani. Ila zote ni katika neema na fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza mengi Mwenyezi Mungu akitujalia. Historia yetu, mimi zamani nilikuwa naitwa Michael Tito. Baada ya kusilimu naitwa Juma Tito. Kwa hiyo alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa neema ya kuwa Muislamu. Na Uislamu raha shekhi. So, zamani unajua hata nilikuwa nikivaa kanzu, unaona tabu, unavaa masuti, unakemea pepo toka. Mingine. Kwa hiyo ala kulli hali tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nikushukuru Sheikh Yusuf Diwani, inshallah. Mwenyezi Mungu akujalie kheri na pamoja. Na nikushukuru Sheikh pia kwa kupata hii nafasi inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.